Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, tuko Kibaha Pwani, maeneo ya picha ya ndege hapa. Kuna ajali kubwa ambayo imetokea hapa ikiwa inahusisha magari matatu. Tunaweza tukasema ni malori haya ambayo yameweza kugongana hapa usiku wa leo. Na sisi kama Sullivan TV tumeweza kufika hapa ili tuweze kupata taarifa kwa mashuhuda na watu ambao wameweza kushuhudia ajali hii au wamepata taarifa za ajali hii kwa kina, waweze kutuambia ni nini haswa ambacho kimetokea katika barabara hii ya Morogoro Road ambayo ni maeneo ya picha ya ndege. Niko na miongoni mwa mashuhuda, tamani tuzungumze naye tuweze kumsikia. Bana, mambo vipi? Safi sana. Unaitwa nani kwa kutazama kamera pale? Mimi naitwa Alois Sadoki Kagina. Alois, labda pengine umeshuhudia vipi ajali hii? Hii ajali bwana mimi sikuishuhudia, ila ya ajali mimi nimeikuta ikiwa imeshatokea. Hii ajali inasemekana kuwa gari ya nyanya na gari ya maziwa iliyokuwa inatoka hivi ilikuwa inapandisha juu inaenda Dar es Salaam. Ndo zimegongana baada ya kuwa gari iliyokuwa imebeba hivyo vyuma vizito tunavyoviona hapo, baada ya kuwa chuma kimoja kimetoka kwenye gari na kuweza kuwasababishia mwelekeo wale walikuwa wanaendesha haya magari madogo walikuwa wanaelekea Dar es Salaam. Hii gari ya vyuma ilikuwa inatoka Dar es Salaam. Hii gari hii iliyobeba hivi vyuma ilikuwa inatoka Dar es Salaam inaelekea njia ya Morogoro. Ndio. Sawa. Hizi gari ya maziwa na nyanya zilikuwa zinaelekea Dar es Salaam. Hii gari ya maziwa ilikuwa hii gari ya maziwa unaiona, hii gari ya maziwa ilikuwa inatokea huku inaelekea njia ya Morogoro. Hii gari ya nyanya ilikuwa inatokea njia ya Morogoro inaelekea Dar es Salaam. Ndio. Labda wewe unajishughulisha na kazi gani? Mimi kazi ninayofanya mimi ni dereva bodaboda. Bodaboda. Kwa hiyo umekuta ajali imeshatokea. Ajali nimeikuta wakati huo nimepewa taarifa ajali nimekuta tayari magari tayari yameshaanguka kama unavyoona mpaka sasa hivi. Ndio. Labda kitu gani ambacho umeshuhudia, kuna labda majeruhi na vifo? Majeruhi kwenye gari ya maziwa wale mpaka sasa hivi hatujapata taarifa, lakini jinsi walivyopata ajali wale mpaka sasa hivi hatujui kama wako salama. Kwa sababu ni ajali ambayo wakati wanapata ajali tayari walionekana kuwa wameshaumia vibaya mno. Na gari hiyo unaona inainuliwa hapo sasa hivi, dereva wake kwa jinsi washuhuda walionitangulia kufika hapa alionekana kuwa yuko salama, lakini konda wake alionekana tayari kuwa ameshapata majeraha makubwa. Ndio. Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana, labda kuna kingine ambacho cha kuelezea? Cha kuelezea mimi ambacho naona hapa hii sehemu kwa jinsi unavyoona kama we mwenyewe mwandishi wa habari, hii sehemu imekaa vibaya sana. Ningeomba serikali ingejaribu kuangalia namna ya kuweza kuboresha miundombinu hapa picha ndege, wakaondoa haya hizi ngema walizozoweka hapa barabarani pakawa flat kama sehemu nyingine, kwa sababu mara nyingi ajali zinatokea hapa. Mwandishi wa habari, kama unavyoona hii barabara mpaka hapa kufika pale mpaka kule chini kulikuwa na mataa. Haya mataa yote yameng'olewa na gari kutokana na jinsi hizi ngema zilivyokaa hapa. Kwa hizi ngema mara nyingi zinachanganya watu ambao ni wageni na barabara hii hapa. Kwa hiyo serikali ingefanya namna ya kuweza kuondoa hizi ngema na kuweza kuongeza upana kidogo wa hii barabara. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Haya, na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, ni miongoni mwa mashuhuda ambao wameshuhudia, wamekuta ajali hii imetokea, na ni dereva bodaboda ambaye anafanya shughuli zake maeneo haya picha ya ndege, lakini ametuelezea ajali ambavyo ameikuta yeye ilikuwa na hali gani. Amekuta tayari ajali imeshatokea ikiwa magari yameshagongana tayari na watu wameumia, lakini anasema kwa maumivu ambayo amekuta au majeraha ambayo ameyakuta kwa wale watu walikuwa wameumia vibaya sana, lakini kwa taarifa ambazo tumezipata majeruhi wote wako katika hospitali ya eneo haya. Na kama unavyoona mtazamaji, zoezi linaendelea hapa namna ya kuokoa magari haya na kuweza kuyatoa katika barabara, kwa sababu barabara ambayo inaelekea Dar es Salaam tayari imeshazibwa hapa na ajali hii. Na mimi nikusii endelea kufuatilia Sullivan TV pamoja na Djuma TV kwa habari mbalimbali, na kwa tukio hili tutakuwa update mwanzo mwisho.